Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni kwenye ukumbi wa PSSF Tower ambao unapatikana hapa jijini Dodoma, ambapo siku hii ya leo ya Aprili 14, 2026 tumeshuhudia kikao kazi, kikao ambacho kinaangalia tathmini ya zao la korosho msimu 2025-2026, na tumeshuhudia viongozi mbalimbali wakiwa wamefika hapa, ikiwa ni pamoja na waziri mwenye dhamana ya kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo, lakini pia waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdullah Ulega naye alikuwa amefika hapa kwa ajili ya kuweza kusindikiza jambo hili. Lakini pia tumeshuhudia viongozi mbalimbali wa chama, lakini pia viongozi wanahusika moja kwa moja na mnyororo huu wa thamani wa zao la korosho wakiwa wamefika kwenye ukumbi huu kwa ajili ya kuweza kuungana pamoja. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumefika moja kwa moja hapa kwa ajili ya kuweza kuandalia taarifa ifuatayo. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Kutoka nilipokabidhiwa dhamana ya kuongoza wizara hii kutoka kwa mtangulizi wangu Mheshimiwa Hussein Bashe, nimekuwa nikifuatilia kwa karibu maendeleo ya mazao yetu nchini. Zao la korosho ni mojawapo ya mazao yanayofanya vizuri sana kwa sasa. Takwimu zilizopo zinaonyesha kuwa uzalishaji wa korosho nchini umeongezeka kwa miaka mitatu mfululizo kutoka tani 310,787 msimu wa 2023-2024 hadi tani 618,497 msimu wa 2025-26 kwa maana ya msimu huu tuliomaliza. Haya ni mafanikio makubwa, na nikiwa waziri mwenye dhamana ya wizara hii napenda kueleza namna ninavyojivunia kazi nzuri iliyowezesha kufikia mafanikio haya. Aidha, maendeleo makubwa yamepatikana kwenye mnyororo wa thamani wa zao, hususan kwenye maeneo ya ubanguaji kupitia mradi mkubwa wa kongani ya viwanda vya kubangua korosho unaoendelea kujengwa kule Malanje mkoani Mtwara, na ongezeko kubwa la upandaji wa miche bora ya mikorosho ambapo katika msimu huu pekee miche milioni 4,220,000 imepandwa. Matokeo haya chanya katika tasnia ya korosho yamechangia Tanzania kuwa mwenyeji wa jukwaa la dunia la wadau wa korosho, yaani World Casual Conference, linalotarajiwa kufanyika tarehe 21 na mpaka 23 Januari 2027 jijini Dar es Salaam. Lakini wakati huo pia tumemsikia waziri Mheshimiwa Abdullah Ulega akimsifia na kumpongeza mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho Tanzania ndugu Francis Alfred kwa namna anavyofanya kazi katika nafasi hiyo. Mheshimiwa Waziri, kusema kweli Francis amekuwa ni mwenye msaada mkubwa sana kwa sisi watu wa wadau wa korosho. Ni mtu accessible, anapatikana kwa urahisi na ni mwenye kuitika kwa urahisi. Mimi amenichangia kujenga baadhi ya magodauni kule nyumbani. Na kwa kusema kweli huwa namuomba kirafiki tu. Nalo godauni tulikuwa tunaliendeleza kwenye kijiji kimoja cha Makumbea na kadhalika. Amekuwa anashiriki kamilifu kufanya hiyo kazi, anatafuta milioni 20-30, anatuunga mkono. Kwa hivyo niyaseme haya hadharani kwa maana ya ushirikiano na sisi, anatusaidia sana. Jambo lingine nililokuwa napenda kulisema, sisi Mkuranga tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yetu. Mkuranga ina viwanda vitatu vya ubanguaji wa korosho, viwanda vikubwa na vinafanya uzalishaji mkubwa. Tunashukuru sana bodi na wizara. Na hapa tupata nafasi ya kumsikiliza mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho Tanzania ndugu Francis Alfred akielezea faida ya zao la korosho na namna hali ilivyo kwa sasa, lakini pia mipango iliyopo mbeleni. Tukiangalia kwenye msimu uliopita, mojawapo mafanikio makubwa sana ambapo tuliyapata ni ongezeko la uzalishaji, ambapo uzalishaji uliongezeka kutoka tani 528 msimu wa 24-25 kufika tani 618. Hili ni ongezeko la asilimia 17 kisha na msimu uliopita, lakini tulikuwa tumejiwekea malengo ya kufikia tani 700. Kwa hiyo ni asilimia 88 ya lengo la uzalishaji. Lakini pia mafanikio mengine ambayo tumeyapata ni kuweza kuuza korosho zetu kwa bei ya juu kulinganisha na nchi zingine. Lakini pia wakulima wanapewa ruzuku ya asilimia 100. Pia hii imekuwa ni chachu kubwa katika kuongeza uzalishaji, kwa sababu
wakulima wameweza kudhibiti visumbufu katika mashamba yao bila shida yote, kwa maana wadudu na magonjwa. Kwa hiyo imesaidia katika kufikia lengo la kuzalisha tani la hizo ambazo tumezalisha. Lakini pia kama mlivyoona, mkakati wetu mmojawapo ni kubangua korosho zote ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo tumekuwa na mikakati mbalimbali, mojawapo ni ujenzi wa kongani la viwanda. Kwa hiyo katika msimu uliopita tumeendelea kujenga kongani la viwanda ambao liko Maranje mkoani Mtwara, ambapo pale tayari tumeshajenga barabara, tumejenga miundombinu ya maji, tumeweka miundombinu ya umeme na tayari tumeshajenga maghala, na kuna wawekezaji ambao tayari wanaendelea kuwekeza katika kile kongani la viwanda. Lakini pia tumeweza kuongeza usambazaji wa miche, kwa sababu mpango wetu mpya tani milioni 1 ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo mwaka huu tupanga kusambaza miche milioni 3. Na kama mlivyosikia tumesambaza miche milioni 4,444,000. Kwa hiyo tumezidisha lengo ambalo tunalitarajia. Na mbegu hizi au miche hii tumeisambaza kwenye maeneo yote kwenye inawezesha korosho kulingana na uhitaji. Na mtazamaji wa Faida Online TV, kutokea hapa kwenye ukumbi wa PSSF Tower jijini Dodoma, mimi sina la ziada. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.